mwili pamoja na mawazo mabaya na tamaa zake. Hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo mabaya na tamaa zake. Sisi tulio wa Kristo Yesu tumeusulubisha mwili pamoja na mawazo mabaya na tamaa zake. Amen, amen. Bethania, karibuni sana. Bethania nao wanatisha sana. Eligibo ametoka kutuambia tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Hivyo hivyo. Na tusiwe watu wa mwilini pia. Karibu sana Eligibo, kwaya yetu ya kanisa. Na yenyewe inatisha, sio masiara. Wanapendeza. Wape makofi yao jamani. Wanapendeza kweli kweli. Wape makofi mengi mengi na mengi. Amen. Karibuni sana.
tunawakaribisha sana, jisikieni huru hapa, sisi ni nyumbani na Mungu awainue zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na tarehe 22 siku ya Jumapili ijayo, kamati tendaji idara ya Uima au watoto na vijana watakuwa na ziara ya kuelekea Chamgoi. Kwa hiyo Mungu awatangulie tunapojiandaa katika safari hii. Na tarehe 8 hadi 12 ya mwezi wa 6 kutakuwa na kongamano la vijana kitaifa. Bado hawajatoa mwelekeo ni wapi, kwa hiyo nasubiri kwa hilo. Na wanawake pia, baada ya ibada naomba kubaki, lakini usafi ndani ya wiki hii kanda ya Kitunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tarehe 22 kama tulivyotangaziwa siku ya Jumapili iliyopita, kuna vijana wetu wawili watasimama mahali hapa na kuweka bayana safari yao ya kuanza kutengeneza maisha ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutakuwa na vijana watavalishana pete mahali hapa hapa. Kwa kwanza hilo tulikubaliana kiasi tulichotangaza, na tukasema kila mmoja ajitahidi kwa namna moja au nyingine, aidha kwa kukopa, aidha kwa kuazima au kwa kufanya kwa namna yoyote ile iliyo sahihi, tuweze kuondoa deni hili. Na siku ya leo tumeona ili tuhamasishane zaidi, tuje na makundi machache ambapo tutakuwa na makundi 15. La kwa leo tutawaletea makundi 14, hilo la 15 bado tunalifanyia kazi. Kwa hiyo katika makundi haya nitakapokuwa nasoma nitataja na kiongozi, na wewe kiongozi ukisikia jina lako na huko naomba usogee mbele, nitakupa maelekezo ya kufanya. Wale ambao hamtasikia majina yenu, tafadhali naomba sana nipate majina yenu ili tushirikiane. Lakini pia nirudie kuhamasisha wale ambao tuko nani kwenye kanisa hili na tutaendelea kuwepo. Kama unafahamu kwamba hujaandika jina lako kwenye idara husika, mwanamke, idara ya wanawake, vijana upande wa vijana, wa baba upande wa baba, tunahitaji namba yako ili tuweze kuwa na mfumo mmoja. Unapotokea dharura, tukisha tuma taarifa ni moja tu, usije tukahangaika mara umepata na mara hujapata. Nikipata namba yako nikaingiza kwenye mfumo na nimeanza kufanyia mchakato, basi nikituma tu moja, hata kama simu yako imezima wiki nzima, utakapofungua taarifa utazikuta. Kwa hiyo niombe tushirikiane. Kwa hiyo kundi la kwanza kabisa litakuwa la mchungaji wetu, na atakuwa na wajumbe 10, kila kundi ni wajumbe 10. Kwa hiyo kwa makundi 14 nilionayo tayari ni watu 140. Ila upande wa wanafunzi hatujaweka kwa sababu ya kuwalinda. Tutaangalia utaratibu mzuri, tutaandaa fomu ili tuwape mweze kutafuta kiwango tutakachowapangia. Vijana huwa wanafanya vizuri sana, hasa wanafunzi wanapozunguka kutafuta fedha. Kwa hiyo tutaangalia fomu ili mzungushe na tuweze kufanikiwa. Kundi la kwanza kabisa ni la mchungaji wetu Nicholas Baba, akiwemo Emily Lejo, sijui kama yupo. Kwa wale wageni mchungaji wetu yupo, nitaomba baba usimame tupungie mkono. Makofi kwa mchungaji wetu anaitwa Nicholas Baba. Emily Lejo, Dr. Jairus, Frida Baba, Angel John, Agnes Pascali, Jennifer Habakuki, Rachel Simon, Rose Michael na Juliana Isaya. Hawa watakuwa upande wa mchungaji. Basi nimwite mama mchungaji kwa niaba ya mchungaji, chukua majina haya. Na nimekuwekea wale waliotoa mpaka siku ya leo, kwa wale waliopata taarifa zao. Kundi la pili ni mzee Vincent na Hasoni. Imani ukituma taarifa yako ukaona hiyo jina usishangae. Ni Hasoni.
yuko pale mzee wetu amepunga mkono, lakini mzee mkono haufiki kule studio. Amina. Na Jansen Boyongo, Ebeta, Yotam, Jairus Vincent, Zefania Daniel, Sikia Elias, Neema J. Chiratieri, Dora Rungu, Kevina Festo, Isabella, Fabian Sangara. Naomba viongozi watakuwa kwa kwenye kundi hili, Zebise na Ebeta Yotam. Mama Ebeta mje, mchukue kama huko. Yuko sehemu anakuwakilisha kwa jambo fulani. Jairus Vincent, chukua majina haya. Kwa hiyo utakuwa unaangalia kama wewe mwenyewe umetoa, ujipongeze kabla hujakaa chini. Kundi lingine, Wilson Jefferson kiongozi na Witness Ayubu kiongozi. Wengine ni Frederick Israel Makale John, Mosa Kidi, Oscar Gerayo, Edida Jansen, Miriam Edward Ross Baraka, Neema Mwaipaya. Hawajasimama. Kwani mpangaji alijua watu wanakaa upande mmoja tu wote. Kwa kweli mna mmoja. Kwa mfumo huo mna mmoja. Mpaka kukaa na kazi sehemu moja. Hapo nimefurahi kwa kweli. Oscar Gerayo, naomba uje uchukue haya majina. Kumbe mama tukufu anapokuja. Sasa usiniangushe. Wewe utakuwa mdhamini. Maliza yote sawa. Usiniangushe. Baada ya kusema hayo, niwatakie Jumapili njema yenye baraka. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tumpe Bwana utukufu. Karibu sana kiongozi wa ibada. Kwa ratiba zingine na kwa baraka. Amen. Mungu akubariki sana katibu kwa matangazo mazuri uliotuletea. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda ambao niwakaribisha tena Eligibo. Muda utakapokuwa naimba, tutakuwa tunamtolea Bwana sadaka. Karibu Eligibo, na baada ya Eligibo wataingia Bethania. Baada ya Bethania, praise mtakuwa mko tayari kwa ajili ya kutupeleka kwenye maabudu. Amen. Baba, ninaomba ukabariki sadaka hizo ili zikafae katika kazi yako. Wabariki wote wanaoenda kukutolea kwa nguvu zako wewe Yesu. Kupitia sadaka hizo zikafungue milango ya rehema na baraka katika maisha yao Bwana. Na kama kuna wagonjwa waliopo katikati yetu Yehova, kupitia sadaka hizo zifanyike agano nawe Bwana, zikawaponye. Baba, tuinue katika jina la Yesu Kristo. Ndivyo tunaomba maombi hayo tukiamini unatenda katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Karibu Eligibo.
ndani, katika hekima, likae katika hekima. Mwenye hekima ni mtu wa namna gani? Ni mtu ambaye anajua la kuzungumza katika wakati sahihi, anajua nyakati na majira, kwamba hili jambo nastahili nilizungumze mahali hapa. Na sasa nasema neno la Mungu likiwa ndani, kama tulichojifunza Jumapili ile ya nyuma iliyopita, ya kwamba neno linatupa maarifa, na maarifa ndiyo yanayotupa hekima. Bila maarifa huwezi kupata hekima. Utaona mambo yote ni sawa, utaona mambo yote ni kawaida, lakini ukipata neno likawa ndani likakuongezea maarifa, maarifa yanakupa hekima, yanakupa nyakati, yanakupa majira mazuri, kwamba nyakati hizi na wakati huu na muda huu niseme nini. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Anasema neno likae kwa wingi ndani, tusemezane kwa nyimbo. Waimbaji, neema ya Mungu ndani yenu. Haya ni maono. Maono haya yasisimame, maono haya yasipotee, maono haya tuyaendeleze. Na hiyo ni hekima pia ya kujua kuweka gharama, kwamba huu ni wakati wa kumshukuru Mungu, acha tuweke gharama. Na Mungu awabariki wazee, umekaa pia, mumewapigia watu wachache sana. Leo jioni tutakuwa na tamasha. Tukimaliza ibada hii tutapumzika kidogo masaa fulani, sijui ratiba zenu ninasema saa ngapi. Na lolote Biblia imesema tufanyalo tulifanye, iwe kwa neno, iwe kwa neno au kwa tendo. Kila jambo ukiwa umeokoka lifanye kwa utukufu wa Mungu. Sasa jaribu kufikiri haya nayo yaongea kwa watu, yanampa Mungu utukufu? Ukija hapa kwenye madhabahu hii, je, yanampa utukufu? Je, huu wimbo tunaotaka kuimba unampa Mungu utukufu? Hii namna ninavyocheza inampa Mungu utukufu? Hiki jambo ninalofanya, unajua kuna mtu hajui kwamba katika hali ya kusema tu na kwenda tu anajikuta amejikosesha mwenyewe. Ndio maana hata waimbaji wana nyimbo sahihi za kuimba katika wakati sahihi. Tukimaliza neno hapa, utaona wakisimama na wimbo wa kuabudu, namna wanavyotupeleka katika wakati sahihi. Wimbo unafanana, unaenda katika hali hiyo na wakati huo, na unaona utukufu wa Bwana unaendelea kuwepo, na ukiwepo tunapona mwili, nafsi na roho. Kwa lolote tufanyalo, liwe kwa neno, mahali popote pale ulipo, iwe kwa tendo, uwe kazini, uwe kwenye biashara, haijalishi uko wapi, fanya yote kwa utukufu wa Mungu. Uwe nyumbani, kwenye familia. Yale majibu tunaweza kujibizana, jiulize, ili nalo mjibu mwenzako linamtukuza Mungu? Haya maneno ninayoyasema huyu yanampa Mungu utukufu? Fanya yale yanayoweza kumpa Mungu utukufu. Baada ya usemi wako, Mungu atukuzwe kupitia maneno hayo. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Amen. Ni kujiinua na kujipa utukufu. Wewe mwenyewe unajipa utukufu. Kiburi, ukiona mtu ashukuru mtu yeyote ana kiburi. Ana ubinafsi, anataka sifiwe yeye. Kujiinua, anataka jiinue, aonekane yeye. Na kujipa utukufu, anatoa utukufu kwa kila jambo, iwe ni kwa mtu au kwa Mungu. Jifunze na ujizoeze kushukuru. Tuone watu wachache, mifano ya watu wachache ambao walienda kuomba. Tuone watu hawa, watupe kielelezo. Tujifunze kwa watu wawili walienda kuomba. Tuone Luka sura 18 mstari ule wa 9. Luka sura 18 mstari ule wa 9, kuanzia wa 9. Soma katibu. Luka 18 mstari wa 9. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki. Watu waliojikinai, wenyewe walijikinai. Sija kujikinai, kujipandisha wenyewe kwamba ni wenye haki. Wakiwadharau wengine wote. Wakadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Ndio. Mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Farisayo na mtoza ushuru wamepanda wote kwenda hekaluni kusali.
Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. Farisayo akasimama akaomba hivi, sikiliza. Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Nakushukuru kwa sababu mimi si kama, unaona jambo hilo, mimi si kama watu wengine. Wewe ni nani? Anajikinai. Wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Ndio. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, kutoa zaka katika mapato yangu yote. Unaona hiyo sifa? Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali. Mtoza ushuru yeye akasimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Akanyenyekea toka tulia. Bali alijipiga kifua akisema, alisimama kule nyuma mbali akajipiga kifuani akisema, Mungu, uniwie radhi, unihurumie mimi mwenye dhambi. Mimi ni mchafu mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki. Alitoka hapo kwenye maombi hayo amehesabiwa haki. Mbingu imemhesabia haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadiliwa, naye ajidilie atakwezwa. Amen. Kila ajikwezaye atashushwa, naye ajidilie atakwezwa. Kwa maana Biblia inasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu aliye hodari, awakweze kwa wakati wake. Huku tunanyenyekea tukimtwisha fadhaa zetu kama maombaji huku. Lakini unamwona huyu Farisayo anasema mimi si kama watu wengine. Wewe ni nani? Halafu huku unamwambia Mungu aliyekuumba kwamba mimi ni tofauti. Maana yake ni kama hakujui, wakati Mungu anakujua. Kila mmoja mbele za Mungu yuko utupu, yuko wazi, mambo yote yako wazi. Sasa mtu anaenda mbele za Mungu, mimi Mungu si kama hawa watu wengine, mimi nina viwango vya juu. Waimbaji sasa, mimi ndio mwimbaji wa juu. Huwezi kuimba peke yako. Mimi ni mpigaji, niko juu. Huwezi kupiga vyombo vyote peke yako. Mimi ni mhubiri mkuu. Huwezi ukawa unahubiri peke yako wewe ukaweza kukusanya watu na ukaongoza wewe. Tunaishi kwa kutegemeana. Asifiwe Yesu. Kwa maana Biblia inasema, haisemi mtu Mungu anihesabu au mtu anihesabu hivi. Mtu atuhesabu hivi tu watenda kazi katika shamba la Bwana. Atuhesabu hivi tu watenda kazi. Sote tumeitwa tuje tumtumikie Bwana, tu watenda kazi. Danieli 4:4. Mimi Nebukadreza nalikuwa nikistarehe katika nyumba yangu, nikistawi katika nyumba yangu ya enzi. Nikaota ndoto iliyonitia hofu, na wazo niliyokuwa nayo kitandani mwangu, na njonzi za kichwa changu zikanifadhaisha. Basi nikatoa amri kwamba wenye hekima wote wa Babeli waletwe mbele yangu, ili kunijulisha tafsiri ya ndoto ile. Ndipo wakaingia waganga na wachawi na Wakaldayo na wanajimu, nikawahadithia ile ndoto, wao wasiweze kunijulisha tafsiri yake. Bali hatimaye Danieli akaingia mbele yangu, ambaye jina lake ni Belteshaza, kwa kufuata jina la Mungu wangu. Tena ndani yake inakaa roho ya miungu watakatifu. Nikamhadithia ile ndoto nikisema, Belteshaza, mkuu wa waganga, kwa sababu ninajua ya kuwa roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako. Unaona hii shida? Tunashindwa kujua sisi waganga wote wako chini ya mamlaka yetu. Sisi ni wakuu. Anaenda kumwita ni mkuu wa waganga, maana anaona wote ni waganga. Sasa mkuu wa waganga, washirikina wapo, lakini mkuu Danieli anaitwa ni mkuu, maana ndani yake inakaa roho takatifu. Endelea. Belteshaza, mkuu wa waganga, kwa sababu ninajua ya kuwa roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako, na ya kuwa hapana neno la siri likushindalo. Niambie njonzi za ndoto yangu niliyoiona, na tafsiri yake. Njonzi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi. Naliona, na tazama, palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana. Mti ule ukawa na nguvu, urefu wake ulifika mpaka mbinguni, na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia. Majani yake yalikuwa mazuri, na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha watu wote.
Wanyama wa kondeni walipata uvuli chini yake, na ndege wa angani walikaa katika matawi yake. Kila kitu chenye mwili kilipata chakula kwake. Nikaona katika njonzi za kichwa changu kitandani mwangu, na tazama, mlinzi, naye ni mtakatifu, alishuka kutoka mbinguni. Akapaza sauti yake akasema, ukateni mti huu, ufyekeni matawi yake, yapukusieni mbali majani yake, na kuyatawanya matunda yake. Wanyama na waondoke hapo chini yake, na ndege katika matawi yake. Walakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni, kikapate maji kwa umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama katika majani ya nchi. Moyo wake ubadilike, usiwe moyo wa binadamu, na apewe moyo wa mnyama. Nyakati 7 zikapite juu yake. 17. Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Mimi Nebukadreza nimeona ndoto hii, na wewe Belteshaza, eleza tafsiri yake, kwa maana wenye hekima wote wa ufalme wangu hawawezi kunijulisha tafsiri yake, bali wewe waweza, maana roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako. Amezidiwa. Mfalme Nebukadneza amezidiwa. Ameota ndoto, anaona mti mkubwa, kuna majani umekuwa umetanda, na wanyama, ndege wanakuja wanapata mahitaji hapo. Na alipoota hiyo ndoto ikamfadhaisha. Amana aliona mlinzi toka juu, ameagiza kutoka mbinguni, anatoa tangazo, anasema, ukateni mti huu, bali shina lake mkalifunga kwa mnyororo, lipigwa pingu za chuma, shina libaki limefungwa, mti ukate, majani matawi yasambaratishwe, yapelekwe huko na huko. Mfalme amechanganyikiwa, akaita waganga, washirikina wa kila namna, wanajifanya mitume na manabii. Wakati huo wakaitwa, hakuna aliyeweza, hakuna aliyeweza. Sasa kaambiwa yupo Danieli, Roho Takatifu inakaa ndani yake. Danieli akatafutwa kwa sababu kuna shida. Kuna watu wanakuja kanisani kwa sababu kuna shida. Asipokuwa na shida, naona hana haki. Nipata mradi, nipata biashara, akifungua ofisi, hana mpango tena, hana mpango na huduma. Kuna watu wanyenyekevu mpaka huko maofisini, hata angekuwa na kazi ya namna gani, bado anamheshimu Mungu, bado anampa Mungu utukufu, na anajua kazi yake bila Mungu hawezi. Biashara huwezi kuendesha bila Mungu. Ni Mungu amekuridhia, ni Mungu amekupa. Nebukadneza kiburi kikapanda. Sasa ameonja joto la jiwe, hali imekuwa mbaya. Sasa sikiliza, Danieli ameitwa, ameletwa mbele yake. Soma mstari ule wa 19 mpaka 25 anavyompa tafsiri hapo. Ndipo Danieli aliyeitwa jina lake Belteshaza akashangaa kwa muda, na fikra zake zikamfadhaisha. Akashangaa ile ndoto Mungu amemfunulia, anashangaa wala hajitukuzi, anamhurumia mfalme. Mfalme akajibu akasema, Belteshaza, ndoto ile isikufadhaishe wala tafsiri yake. Belteshaza akajibu akasema, Bwana wangu, ndoto hii iwapate wao wakuchukiao. Iwapate wanaokuchukia, maana hii ndoto ni kali. Ikikupata mzee, haubaki salama, kiburi chote kinaisha, mambo ni magumu.
Uliojivunia yote anaweza kupeperuka. Aha. Na tafsiri yake iwapate adui zako. Ndio. Ule mti uliouona ulikuwa. Mti uliouona moja hiyo. Uliokuwa ukawa na nguvu. Urefu wake ukafika mpaka mbinguni. Ndio. Na kuonekana kwake mpaka dunia yote. Ndio. Ambao majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha wote. Ndio. Ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa na ndege wa angani walikuwa na makao yao katika matawi yake. Ni wewe mfalme, ni wewe mfalme Nebukadneza. Mimi ndo mti ule uliokatwa, ni wewe. Unasemaje sasa? Kama ulikuwa unajivunia mambo fulani ukaambiwa leo, yaani kuanzia leo wala huwezi kutoka ndani, na biashara zako mpaka kesho ukienda hazipo. Tuna mifano mingi kadri Bwana aliweza kutupa nafasi utakwenda kuangalia, ukajipima wewe uko upande gani, wewe ni nani na mkataba gani na Mungu. Je, uko juu ya Mungu? Maana wote wanaotumika wameitwa na Mungu na wamewekwa na Mungu, na kama Mungu amewaweka, amewaita kama walivyo, vyovyote vile ilivyo amewaita. Na kama amewaita, wewe simama kwa zamu yako. Acha kugusagusa watu wengine, acha kugusagusa, haipendezi. Acha kujipandisha, punguza, ondoa kabisa kiburi. Ushie Bwana, yeye ni mwema, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu. Usitwae utukufu mpe Bwana. Heshima tutaimba pamoja na waimbaji. Twakuabudu Mungu wetu, Bwana wastahili heshima zetu. Twakuabudu Mungu wastahili Bwana. Tunakushukuru Yesu, Mungu wastahili Bwana. Heshima Ni muda
nisaidie niwe na kushukuru, niwe mtu wa shukurani, moyo wangu ujae shukurani, kukushukuru wewe Mungu mahali popote nilipo. Iwe ni wanadamu wamefanya mambo mengi makubwa kwa ajili yangu, niwashukuru, na iwe ni Mungu uliye juu mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani, niwe na nafasi ya kukuinua na kukushukuru. Asante Yesu kunipa moyo wa kushukuru, na siku zote nitafanya hivyo kupitia jina la Yesu.